Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Niba utarakanda subscribe kugira ngo dukomeze kuganira kimwe canke bibiri. Mukomeze kumviza ibiganiro bica kuri Eric Burundi TV. Ati rero niba utarakanda subscribe kandi subscribe rero. Hama ni Simba from Seed imbere ya kamera. Yambo mutamu. Amahoro cyane. Turi ko mu kiganiro no munsi. Yego. Ariko hariho benshi bari kudukurikirana bifuza kumenya akazina kanyu. Nitwa Etienne Nijimbere. Kamanze ndamutse abakunzi ba Eric Burundi TV. Yes. Amahoro cyane. Yeah. Nifuza ikiganiro tugikore mu rurimi rw'Igiswahili. Haina shida, tunaweza tukabonga. Okay. Kuna vitu vingi ambavyo ningependa leo siku ya leo tuzungumzie. Ndio. Ikiwemo moja katika vitu hivyo ni maisha halisi ya watu wanayoyaishi. Ndio. Cha kwanza nilikuwa nataka nifahamu. Ndio. Wewe una miaka mingapi? Takriban miaka yangu siwezi nikaihesabu, wa mafans wanaofuata Burundi TV watahesabu. Yeah. Nilizaliwa mwaka 84. 84. Kuna watahesabu wenyewe. Yeah, kuna misemo ambayo inayosemekana kwamba kuna utofauti wa watu kulingana na miaka yao ambao wanayo. Yeah. Hivi wewe upo katika idadi ya watu wanaoamini kwamba mtu anapofikisha umri wa miaka fulani huwa anabadilika? Ndio. Utofauti huo katika kubadilika kulingana na miaka ya mtu, kulingana na umri wa mtu, wewe unavichukuliaje? Moja ni kwamba mtu huwa anabadilika anapoanza kubebwa mimba. Yeah. Mwezi mmoja, miezi miwili, miezi 9 anazaliwa, anatambaa, afu anasimama. Ndio. Kuna ubadiliko huo. Yeah. Moja katika swali ambalo nilikuwa napenda siku ya leo tuweze kulizungumzia. Ndio. Ni moja katika fursa ambazo vijana wengi huwa wanapata. Ndio. Lakini fursa hizo vijana hao huwa wanazichukulia kama moja katika vitu vya kupuuzia. Ndio. Hivi unahisi kijana ujana unaisha mtu akifikisha miaka mingapi? Kwa serikali huwa mtu anaanza kuwa ni mtu akifikisha miaka 18. Ndio. Na ujana mtu mwenyewe ndiye anajitoa kwenye ujana. Yeah. Kutokana na mazingira ambayo anaishi. Yeah. Ukilinganisha watu ndio, kwa msichana na kwa mvulana, ndio, ipi tofauti ambayo za kazi ambazo mvulana unahisi hawezi akafanya msichana anaweza akafanya? Kwa utaratibu ambao upo kwa sasa hivi, kila kitu binadamu yeyote yule anaweza kukifanya. Yeah. Au ni msichana au ni mvulana. Yeah. Kwa sababu tulilinganishwa. Wote tuko sawa. Na unaamini hilo? Ninaamini kwa sababu ninajua watu wawili wanawake ambao ni wajenzi. Anapata kwenye paa ya nyumba, anaezeka. Hivyo unaona kwamba inaweza kuwa moja katika changamoto ambazo zinasababisha watu waweze wanawake wengi waweze kuto kuheshimu wanaume zao kulingana na huko kulinganishwa. Hiyo ni upotovu, kwa sababu nikisema kwamba ni upotovu, tujue kwamba binadamu ni binadamu. Ndio Adamu aliumbwa, baadaye ikaonekana kwamba ni mnyonge. Alivyoona wanyama wote wamepewa wanawake, yani punda ana punda mwenzake hapa jike, bata anatembea, akasema Adamu, mimi iweje? Hapo Mungu alivyoona hivyo akamtengenezea Hawa. Sawa. Akawa ni mtu wa pili. Sasa watu wanarudi aje tena kulingana kuwalinganisha, inatokea wapi wakati dhahiri inaonekana kwamba mwanaume ndo mtu wa kwanza, Adam ndo kiumbe wa kwanza kuonekana, kiumbe mwanadamu kuanza kuonekana duniani? Hao watu wanalinganishwaje? Hawawezi lingana 100%, lakini ushasema wote wanalingana, power zinalingana. Ndiyo, nimekwambia kwamba
kuna mtu aliumbwa asubuhi, kuna mwingine aliumbwa saa 6. Kuna masaa ambayo yamepita hapo. Hata na mapacha, mmoja anazaliwa baada ya dakika 30 ama ngapi, mwingine anazaliwa. Hao watu wanalingana. Hao watu wanalingana, lakini kuna vile vitu ambavyo huwa wanapishana kidogo, madakika, masaa. Ndio maana ukisema kwamba yani tuko kwenye utaratibu wa kujenga nchi, sawa? Kila mtu ana wajibu wa kufocus na maisha, kujenga nchi, yani kutumia nguvu zake. Usiweze kumnyanyapaa mtu kwa sababu eti ni mwanamke, ni msichana. Hapana. Kila mtu anapaswa kutumia nguvu zake. Twende basi kwa hili. Mwanamke kuwa mchungaji kanisani, unali appreciate hilo? Hapana. Hilo hapana. Mwanamke kuwa kiongozi? Kiongozi, yes. Kwa nini anaweza kuwa kiongozi na asiwe mchungaji? Mchungaji hata hapo awali, mchungaji ni mtu ambaye alipewa mamlaka na Mungu. Na viongozi wote wa hapo awali walikuwa ni wanaume. Mwanamke hawezi kuwa mchungaji. Asa atachunga nini? Twende kwa hili basi. Atachunga nini? Twende kwa hili basi. Sawa. Hili ambalo linalosema kwamba mwanaume ama niseme mwanamke. Ndio. Mwanamke ni wao, wanawake wana mashirika yao yanayowasemea. Ndio. Wakidai kwamba wanawake huwa wananyanyaswa. Ndio. Hivi. Tunaona hata wanaume wanahitaji kuwa na shirika lao, kwa sababu kuna hata wanaume ambao wanaonyanyaswa kwenye ndoa zao. Ndio. Tunaona hilo la lenyewe lipo. Ndio maana nasema ya kwamba wote tuko sawa. Wanaume tunanyanyaswa. Mimi mwenyewe ni mwanaume. Tunatakiwa na sisi tupate shirika. Hilo na mimi naliunga mkono, kwa sababu ngoja kidogo. Kuna mtu anaoa. Halafu wanafunga ndoa kanisani. Ndio. Wanaandika ya kwamba ni ivanga mutungo Kirundi. Huyo kule hajaleta chochote. Hajaleta. Wewe ndio umetafuta vyote. Kwanza nimetoa mahari kwao. Hilo ni la kwanza. Pili, nimetoa mahari kwao. Pili, huyo mtu hajaleta kitu kutoka kwao. Amenikuta kwangu. Japokuwa nimepanga, iwezekana nimepanga. Baadaye anasema ya kwamba tukiachana tunagawana. Nina baskeli au nina gari. Ndio. Nina pikipiki. Ndio. Tunapiga pasu. Ndio. Na lingine ni kwamba tunapopiga pasu hivyo vitu, mtoto akifikisha miaka 7 ninaletewa mimi. Na tulipiga pasu na mke wangu. Sasa yeye ule mara alizopeleka anapeleka wapi? Mimi sijui. Kwanza wewe mwenyewe nakuuliza anapeleka wapi? Hapo sasa ndo serikali ingeingilia kati hilo swala. Ndo hapo sasa, ndo maana wanaume tunahitajika kuwa na hilo shirika, na iwepo siku ya kuidhinisha siku ya wanaume duniani. Na sisi bwana tujiachie kwamba tunanyanyaswa, ni kweli. Mwanamke kuoa wanawake 5, 6. Mwanaume kuoa wanawake zaidi ya 2. Inakuwa ni haki. Hiyo siwezi kukataa kwamba si haki. Hiyo ni haki, kwa sababu tunaangalia enzi za kale hapo, kina Suleiman alikuwa na wangapi, Daudi alikuwa na ngapi, hata Ibrahimu alikuwa na wangapi. Hiyo sio shida. Ila tu ngoja nikwambie, ila tu ujue kwamba hawa watu unapowaweka kwako, unaweza kuamudu wasiumie. Utakapowaweka usiwe na vitu vya kuamudu, hilo ndio dhambi. Ngoja turudi kuongelea hili. Ndio. Kuna mchungaji mmoja niwahi kufanya naye kipindi, akazungumza kwamba pombe ni dhambi. Hapo sasa. Hiyo unazungumziaje? Hiyo sio dhambi. Hiyo sio dhambi. Kumbukumbu la Torati aya ya 14 mstari wa kuanzia 25 hapa kuendelea mpaka 27. Mafanzi mtasoma. Ndio. Pombe sio dhambi. Iliidhinishwa. Ilihalalishwa. Nina Biblia ya Kirundi, siwezi kusoma kwa sababu tunaongea kwa Kiswahili. Mafanzi ama mnaofuatilia Burundi TV, mtasoma Kumbukumbu la Torati 14 25 mpaka 27. Ini Kirundi gusubira mu vyagezwe 14
2005 kugeza 2007 Yeah. Utapata ya kwamba kunywa pombe sio kosa, dhambi. sio dhambi, sio dhambi. Ila kudandahigwa ini Kirundi, ulevi ndio dhambi uliokithiri. Kunywa pombe sio dhambi. Ila kudandahigwa ndio dhambi. Tuzungumze hili la elimu. Ndio. Unahisi kwamba mwanafunzi kusoma shule ndo kumaliza kuwa na mafanikio? Kwanza shule gani unasema? Nasema elimu ya shule. Elimu ya shule. Unaweza kusoma elimu ya shule. Na yani nimeuliza swali hivi. Unahisi kwamba mwanafunzi akisoma tayari ameshafanikiwa kwenye maisha yake? Hapana. Kinachoweza kumfanya mtu, maana nimeshashuhudia watu wengi ambao wengi unakuta hawajasoma lakini wana mafanikio tayari. Ndio. Na huku kipindi sisi tunasoma tunaambiwa kwamba kama hujasoma hauwezi ukafanikiwa. Tupe mwanga kutokana na hilo. Kusoma shule sio kupata mafanikio. Ila elimu ndio kupata mafanikio. Unaweza kuwa hujasoma, ndio, ila elimu ulionayo kichwani ukapata mafanikio. Nahitaji kwanza nifahamu tofauti ya elimu pamoja na kusoma kusoma. Okay, kusoma unaenda shuleni na madaftari na makaratasi, sijui nani makaramu hivyo. Ndio. Mwalimu akiwa pale unajifunza. Yeah. Elimu nayo ni kitu kinachotoka kichwani mwako, maarifa hayo. Sawa? Na majuzi nilikuwepo kazini kwangu, nikiwa na washauri vijana. Walikuwepo waliomaliza shule watatu na wawili ambao walikuwa hawajamaliza shule. Yaani walikatiza masomo yao katikati. Nilikuwa nawaambia jifunze fani. Jifunze fani. Ujuzi. Ini Kirundi imyuga. Kwa sababu hapa ni Nyanza. Kunawezekana baharini kuna uvuvi. Wewe hata hujaingia baharini hata siku moja. Pili, kuna ufundi gereji. Upo kwa wingi. Hujaenda kujoin. Kuna kaoshi. Kuna kaoshi. Kaoshi hiyo sio fani, huwezi kujifunza, hiyo ni kitu ya kawaida. Kuna hii mambo ya kuchomelea bana, tuna umeme hapa. Tuna umeme. Lakini unakuta vijana wengi wanalalamika kazi hamna. Ngoja hapa nipo nakwambia. Jifunze fani. Mimi mwenyewe mwanangu nilianza kujifunza kutengeneza baskeli. Mimi ni fundi mzuri wa baskeli. Pia mimi ni fundi mzuri wa pikipiki. Ndio. Pia mimi ni mvuvi. Ndio. Pia mimi ni mjasiriamali. Ndio. Pia mimi ni mfanyabiashara. Twende na hili. Pia mimi sijamaliza, mimi ni dereva. Popote pale nikifika kazi unapiga. Isiwe hapa Nyanza. Nikifika sehemu ambako ninaweza kufanya hiyo kazi nipate chakula chochote kile, ninapiga. Sisemi kwamba ni tajiri, lakini mimi ni tajiri kichwani. Ushawahi kutembelea nchi ngapi hapa Afrika? Nishawahi kutembelea nchi kama Burundi kwanza ndio nchi yangu. Ndiyo. Tanzania nilikaa. Ndio. Miaka mingi tu. Ndio. Kenya nimekaa. Miaka mingi. Ethiopia nimekaa miezi 6. Ndio. Sudani nimekaa mwaka moja. Ndio. Ya Somalia nimeenda nilikaa wiki 2. Unahisi ni tofauti gani ambazo ukilinganisha na nchi ambazo ulishatembelea ukilinganisha na Burundi? Ipi tofauti ambayo ipo, kwa sababu tunaona baadhi ya vijana wengi huwa wanatoka nchini hapa wanahama kuelekea nchi zingine kutafuta ajira. Na huku ikionekana kwamba kuna watu wengine bado wanaishi hapa nchini na wanapata ajira na wanasogeza maisha yao. Kitu gani kinachosababisha vijana wengi waweze kuwa wanatoka nchini, wana overtake, wanaenda nchi fulani, another country to for job? Moja ni kichwa. Yeah. Kuna ya kwamba nikitoka hapa nikienda kule nitapata maisha. Ndio. Sawa? Ndio. Lakini hata kitoka hapa kienda kule, kama kichwa chake hakiko sawa, maisha hapati. Tuko pamoja? Ndio. Moja kwanza, ujue unaenda kufanya nini. Ndio. Hapa ni Burundi. Nchi ambazo nimekutajia ni Afrika. Ndio. Sawa? Ndio. Na hapa ni Burundi, ni Afrika. Ndio. Hapa kuna maisha. Hakika. Ngoja nikwambia kitu kimoja. Huyu anaitwa Ziranotse, mnayo msema kwamba ni Ziranotse. Mzaliwa wa Kitega. Ndio. Nyarusange kule. Ndio. Maisha yale ambayo anayo
aliyapata Ulaya. Uenda itafutia hapo. Unawezekana itafutia hapo. Ni kweli alitafutia wapi? Burundi. Ipi sasa kinachosababisha wengine wafanikiwe wengine wasifanikiwe? Mchawi nini? Hapo siwezi kuingilia sana, lakini ngoja nikwambie. Moja ni kwamba tujue ya kwamba maisha tulionayo ni Mungu anatupatia. Ndio. Pili, ni kwamba tujue kwamba nguvu ambazo Mungu alitupatia tuzifanyishe kazi. Tuone ya kwamba tunaweza tukatoboa maisha. Ndio. Ndio maana kiongozi wetu mheshimiwa alisema kwamba fanya kazi ili mfuko wako uwe na pesa. Ndio. Na upate chakula. Ndio. Sasa usipofanya kazi mwanangu, utapata chakula. Mtu anafeli. Unafeli. Basi ngoja nikushukuru. Hii ni hatua ya kwanza. Nitakutafuta kwa hatua nyingine kulingana kipindi watu watakuwa wamekipokeleaje. Nashukuru sana mzee wangu. Maneno bado yako mengi. Asante, nimeshukuru sana kwa muda wako. Ndio. Lingine wache niwaambie watu wanaofuatilia Elike Burundi TV. Ndio. Wa subscribe, wa share, wa comment. Ndio. Pia waende kwa page ya Mugisha. Ndio. Facebook. Ndio. Ama YouTube. Ndio. Wa subscribe, wa share. Ndio. Tuendelee kusogeza maisha jamani. Asante sana.